Karibu Bukelebe TV, jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Na nigusie huu mto ulikuwa mbali kiasi gani. Inasemekana pale walipokuwa na nchi ya ahadi ilikuwa ni mita chache. Wanasema ni kama mita 100, sio mbali. Kando ya mto walikuwa wanaingia nchi ya ahadi, lakini sharti walikuwa wanapaswa kukanyaga kingo za mto. Musa yeye alipewa nafasi, wao yeye alichapa maji wakapita. Lakini hapa wakati wa Yoshua Mungu anasema sharti kukanyaga kingo za mto. Napostoa somo hili mchana wa leo, natambua wako watu ambao wanapaswa kukanyaga kingo za mto. Natambua wako wanafunzi wanatafuta kazi. Natambua wako watu wanatafuta nini ni kusudi lao. Wako watu wanatafuta namna ya kufanikiwa. Tuko kwenye kukanyaga kingo za mto. Neno la Mungu linasema Waisraeli walikuwa upande wa mashariki wa Jordan, jangwani Moabu. Walipovuka tu waliingia moja kwa moja katika nchi ya ahadi. Ukisoma Yoshua 3:17 Biblia inasema watu wote wakavuka juu ya nchi kavu, hata taifa lote likamaliza kuvuka Jordan. Na hatimaye wako Kanani, safari imefika mwisho. Muda sio mrefu Yesu anarudi, tutaingia Kanani ya mbinguni. Haya tunayaona yanaendelea duniani, haya maigizo. Tunaona Irani, tunaona kule Russia, Ukraine. Haya maigizo, muda si mrefu tutaingia Kanani ya mbinguni. Kama nilivyosema, watu wa Mungu, mbali haukuwa mrefu, ilikuwa ni kilomita chache. Ni kama mita chache, kama mita 100 upana wa mto, lakini kizuizi kikubwa sana katika kuingia katika nchi ya ahadi. Watu wengi wanadhani mafanikio yako mbali, lakini ukweli ni kwamba mafanikio yako karibu, lakini kuna mto Jordan tunapaswa kuvuka. Wiki hii tunapokuwa katika masomo haya ya pekee, juma la vijana, juma la maombi la vijana, Bwana atusaidie tuweze kuvuka na kuingia katika nchi ya ahadi. Wapendwa, kabla ya mafanikio, breakthrough, ndoto, kuna hofu, maamuzi magumu, hatua ya mwisho. Jordan ni testi ya mwisho kabla ya ahadi. Wakati nafundisha Kimanga, nilikuwa nasubiria kuingia chuo kikuu, na kiukweli sikupata nafasi ya chuo. Niliomba mpaka diploma nikakosa vyote. Sijui Mungu alikuwa anakusudia nini. Na nilikuwa na wenzangu pale, mmoja nilisoma naye sekondari, na mimi nilimleta pale tukapata nafasi ya kufundisha pamoja. Na tukiwa pale yeye akapata chuo cha UClass, na mimi nilimwombea, nilimshughulikia mpaka birth certificate yake. Na mwenzangu mmoja akaja Tengerwa hapa. Mimi nikaamka nikasema na mimi naenda chuo. Nikaenda Mzumbe ambapo nilikosa nafasi. Nilipofika nikaenda admission office, nikamwambia admission officer nimekuja kusoma. Akaniambia jina lako alipo, umekosa nafasi. Lakini nikamwambia nimekuja kusoma. Hatimaye alinipa form za kujaza, na takiwa kujaza kozi ya kusoma, takiwa kujaza atakayenilipia school fees. Sikuwa na jina lolote, sikuwa najua kozi ya kusoma. Wapendwa, ninachotaka kusema ni kwamba nilisoma kozi na nikamaliza. Inahitaji imani kuweza kuvuka kuingia katika nchi ya ahadi. Jangwa yaweza kuwa maisha ya kawaida. Jordan yaweza kuwa changamoto. Kanani ni mafanikio.
Kama nilivyosema, wapendwa, walikuwa karibu sana, lakini bado walikuwa hawajafika. Unaweza kuwa karibu sana na mafanikio, lakini bado hujavuka. Watu wengi tunafurahia mafanikio hata kabla hatujayapata, na wakati mwingine tukifanikiwa tunasahau kusudi la mafanikio. Bwana anapotubariki, Bwana anapotupatia baraka, Bwana anapotupatia neema, anahitaji tuwe daraja kwa watu wengine. Huenda kwa nini hatufanikiwi leo ni kwa sababu hatujajua kanuni ya mafanikio. Siku hizi 7 tutakuwa hapa tukiangalia namna ambavyo tutaweza kutambua na kukumbuka kanuni za mafanikio ambazo Bwana ametupatia katika Biblia. Na niseme tu ya kwamba kitabu cha kwanza chenye mafanikio ni Biblia. Hakuna kitu ambacho hakipo katika Biblia. Yoshua 3:15-16 Biblia inasema walichukua sanduku walipofika Yordan, na miguu yao ya makuhani walichukua sanduku itakavyochezwa katika ukingo wa maji, kwa maana Yordan hujaa kingo zake zote wakati wa mavuno. Ndipo yale maji kutoka juu yatasimama. Kuna kitu najaribu kukielewa hapa. Maji hayakusimama kabla, yalisimama baada ya kukanyaga. Jamani, lazima tukanyage. Lazima kukanyaga, kuchukua hatua. Mwandishi mmoja maarufu katika Biblia anasema divine power plus human efforts ziko to salvation. Kwa anaitwa Jackie Squella, amelala mauti, lakini ni mmoja wa waandishi wakubwa katika Biblia, katika kanisa la Mungu. Kiukweli wapendwa, tunapaswa kuungana na mbingu kuweza kufikia yale ambayo Bwana amekusudia. Mama wa Haiti katika cha Patrick and the Prophets anasema the Lord does nothing without the cooperation of man. Faith is exercised by acting upon the word of God. Mungu kamwe hatafanya chochote pasipo muunganiko wa yeye na sisi wanadamu. Kwa ufupi, Mungu utenda pamoja na wanadamu. Ukisoma Yoshua 1:3 Biblia inasema pahali patakapokanyagwa na nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwambia Musa. Na Bwana anazungumza hapa, anasema ameshawapa tayari, lakini ni lazima kukanyaga. Tutaangalia katika siku hizi 7 namna ambavyo ni muhimu sana kukanyaga. Historia inaonyesha walikanyaga mto, ulikuwa ni mwaka 1446. Na tunakumbuka sote walikaa jangwani miaka 40. Lakini mwaka 1406 kabla ya Kristo ndipo walipoweza kuvuka mto Yordan. Lakini muujiza ulitokea kwa siku moja. Kuna mambo Mungu uchelewesha, lakini akitenda utenda haraka. Moja ya mafungu ambayo yananipa faraja namna ambavyo Mungu anafanya kazi kwa haraka ni wakati Shadraka, Meshach na Abednego wakiwa kwenye tanuru la moto. Dakika ile ile Bwana alijibu. Na mfalme Nebukadneza anaangalia, anakuta wako watu 4 wakati walitupa watu 3. Lazima wakati mwingine kukanyaga. Napenda ujasiri wa hawa vijana. Walimwambia mfalme, hata kama Mungu hatatusaidia, hatuko tayari kuabudu sanamu. Lazima tukanyage kino za moto ili tuweze kuingia katika nchi ya ahadi. Historia inaonyesha walikuwa kama watu 1,601,730. Ukijumlisha na wanawake na watoto na wazee, walikuwa huenda kama 2,000,000 au 3,000,000. Wapendwa, labda nigusie kidogo huu mto ulikuwa ni mto namna gani. Musa kama nilivyosema alipiga maji katika bahari ya Sham. Ukisoma Kutoka 14 fungu la 16, na Yoshua yeye ililazimu watu waweze kukanyaga maji. Ziko tofauti kati ya hawa watu wawili. Musa yeye anapiga maji, Yoshua wanakanyaga maji. Wakati wa Musa Mungu anafanya kwanza, lakini wakati wa Yoshua mwanadamu anachukua hatua kwanza. Imani ya mwanzo katika Musa, wakati wa Yoshua imani iliyokomaa. Wakati wa Musa wanaongozwa, wakati wa Yoshua wanashiriki. Kuna haja ya kufahamu utendaji wa Mungu katika nyakati zote katika maisha yetu. Huko wakati Mungu anahitaji wewe ufanye, huko wakati ambao unapaswa kusubiri yeye afanye.
Kuna haja ya kusikia sauti ya Mungu. Kuna haja ya kutambua sauti ya Mungu. Nampenda Ibrahim wakati amepewa changamoto ya kumtoa Isaka kama sadaka. Usiku ule hakulala kwa sababu waliokuwa wanatoa sadaka wanadamu walikuwa ni wapagani. Na ibidi Ibrahimu amuulize Mungu usiku wote, lakini Mungu alikaa kimya. Ziko nyakati Mungu anajibu kwa kukaa kimya. Kuna haja katika ulimwengu kufahamu sauti ya Mungu. Na kiukweli Ibrahim sijajua kwa nini halimficha hata mkewe. Akumwambia kwamba anaenda kumtoa kijana kama sadaka. Na ukiwa wanaenda, kijana muuliza, kuni tunazo, kisu tunacho, mwana kondoo yuko wapi? Anamwambia the Lord will provide. Jehovah Jireh, Bwana atajitwalia. The Lord will provide. Waandishi mbalimbali wanajaribu kusema kwamba licha ya kwamba Isaka akuuawa, lakini Ibrahimu wakiwa sasa wametulia nyumbani, anamweleza mkewe kama tu jambo ambalo Bwana ametenda. Sara kuishi muda mrefu alikufa. Na wanasema moja ya vitu ni msongo wa mawazo, kwamba kulikuwa kuna attempt ya kumuua mtoto. Wapendwa, Mungu anahitaji tukanyage maji ili tuweze kuingia Jordan. Mwandishi mmoja anaeleza kwamba, of course Mama White amezungumzia hili, kwamba pale ambapo Isaka alikuwa atolewe sadaka, pale mlima Moria ndipo ambapo Kristo miaka 1000 baadaye alikuja kuambwa Golgotha.